Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi Apostle Kevin na kusalimu kupitia jina la Yesu. Siku ya leo nina ujumbe mzuri sana mpendwa, nataka kushirikiana nawe. Na huu ujumbe unaenda moja kwa moja katika kichwa kinachosema mambo muhimu utakayoyapata baada ya kufanya mapenzi ya Mungu. Mambo muhimu utakayoyapata baada ya kufanya mapenzi ya Mungu. Kuna mambo mengi sana mwanadamu anayapata baada ya kufanya vitu mbalimbali. Chochote kile unachokifanya leo kina matokeo kesho. Kama umepanda leo, basi kesho utavuna. Kama umelima leo, basi kesho utapalilia. Ndivyo ilivyo hata katika mapenzi ya Mungu. Kama utafanya mapenzi ya Mungu leo, kuna mambo muhimu sana mwanadamu utayapata baada ya kuyafanya. Ndivyo ilivyo hata kwa upande wa pili wa shetani. Kama utafanya mapenzi ya shetani, kuna matokeo utayavuna. That is clear. Every cause there is effect of it. Chochote kilichokuwa na sababu kina matokeo. Sasa hebu leo twende tukazungumze katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni makusudi ya Mungu kwa wanadamu. Ni mipango ambayo Mungu ameiachilia wanadamu wayafanye. Ni kama kazi ambayo Bwana amempa kila mwanadamu aje aifanye hapa duniani. Na hizi kazi zinatofautiana. Kila mtu ameitwa katika kufanya mapenzi ya Mungu ndani ya kusudi lake. Kila mtu hapa duniani ana wito wake. Ndani ya ule wito ambao ameitiwa hapa duniani ndipo kuna kiini cha mapenzi ya Mungu. Amen. Na mapenzi ya Mungu kupitia maandiko yamegawanyika katika nyanja kuu mbili. Mmoja ni personal, yani mapenzi ya Mungu kibinafsi kwa mtu binafsi, alafu kuna mapenzi ya Mungu kwa ujumla. Umenielewa? Mapenzi ya Mungu kwa ujumla. Mapenzi ya Mungu kwa ujumla ni yapi? Kuna mapenzi ya Mungu mengi kwa ujumla. Moja, kuishi maisha matakatifu. Tukisoma waraka wa kwanza wa Yohana, mapenzi ya Mungu yako clear pale, anasema msiipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kumbe mapenzi ya Mungu kiujumla, tumpende yeye, tusipende dunia. Hili ni penzi mojawapo la Mungu. Mapenzi ya Mungu ya ujumla, ukisoma kitabu cha Mwanzo 26 na 27 na 28 pale, anasema amemuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Ili afanye nini? Atawale. Kwa mapenzi ya Mungu ni wewe na mimi kutawala. Mapenzi ya Mungu ni wewe na mimi kuzaa, kustawi, kufanikiwa, kuwa bora. Haya ni mapenzi ya ujumla, lakini kuna mapenzi ya Mungu ya kibinafsi, ya mtu binafsi. Sasa haya mapenzi ya Mungu ya kibinafsi yamefungwa kwenye wito wa mtu mmoja mmoja. Yaani wito wangu mimi, ndani yake kuna mapenzi ya Mungu ambayo inabidi niyafanye, tofauti na ya kwako mpendwa. Mimi nimeitwa kuwa mtumishi wa Mungu, lakini wewe inawezekana umeitwa kuwa mfanyabiashara. Sasa katika hiyo biashara yako kuna mapenzi ya Mungu ndani yake. Sasa utakapo yaishi hayo mapenzi ya Mungu kwenye huo wito wako, kuna faida nyingi mbalimbali utazipata. Kuna matokeo mengi muhimu na mazuri utayapata. Sasa tokeo la kwanza au faida ya kwanza au mambo ya muhimu ya kwanza utakayoyapata baada ya kuyaishi mapenzi ya Mungu, jambo la kwanza, Mungu atakupa ufunuo wa kiungu kwenye neno lake na kwenye eneo la wito wako. Kwamba haya maisha mpendwa, nisikilize kimakini. Unaona watu wanajibidisha, wanabidii sana katika maisha yao, lakini hawana matokeo. Kuna watu wamesoma, wana degree za kutosha, wana PhD, wengine wana masters, wengine ni maprofesa, lakini wana maisha magumu. Kwa sababu gani? Wanajibidisha katika mwili, lakini si katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mafanikio yamefungwa kwenye ufunuo. Yule ambaye alikuumba anajua ni kipi ukifanye ili uweze kufanikiwa, na hicho kitu ili ukifanye lazima ukifanye sawa sawa na mapenzi yake kwenye wito wako. Unanisikiliza msikilizaji? Kwamba ili wewe ufanikiwe kwenye hayo maisha, Mungu ndio inabidi aachilie ufunuo, na ufunuo unaachiliwa specifically kwenye wito wako.
na ili uishi wito wako lazima uyajue mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako kibinafsi. Watu wengi hawaishi maisha ya ushindi, sio kwa sababu hawafanyi kazi kwa bidii, sio kwamba hawajasoma, sio kwamba hawana uelewa wa kutosha kimaisha, bali ni kwa sababu hawayafanyi mapenzi ya Mungu kwenye wito wao, hawayaishi mapenzi ya Mungu kwenye kusudi la kuumbwa kwao. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mapenzi ya Mungu kibinafsi, ni muhimu sana kuyajua mapenzi ya Mungu ili uwe na matokeo bora katika haya maisha. Hauwezi kabisa kuwa na matokeo ya kimaisha, hauwezi kuwa na matokeo chanya kama hauyaishi mapenzi ya Mungu. Tusome maandiko matakatifu, kitabu cha Yohana 7 mstari wa 15 na 17. Neno la Mungu liko wazi, linasema Wayahudi wakastaajabu wakasema, amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma? Mstari wa 16, basi Yesu akawajibu akasema, mafunuo yangu siyo yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. 17, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari yale mafunuo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu. Kuna level, kuna dimension ya kimaisha, kuna dimension ya kihekima, kuna dimension ya ufahamu hauwezi kuifikia kama haujajua kusudi au kama hujajua mapenzi ya Mungu kibinafsi, kwamba Mungu anataka wewe ufanye nini, kwa sababu utakapoyaishi mapenzi ya Mungu katika wito wako, uwe na uhakika Mungu ataachilia ufunuo wa ajabu sana katika wito wako. Kuna wafanyabiashara, watu wanafanya biashara kawaida kwa kutumia akili za kawaida, lakini kuna watu wanafanya biashara kwa akili za kiungu. Hizi akili za kiungu zinapatikanaje? Kwa sababu wamejua wao wameitiwa kufanya biashara na wanajua mapenzi ya Mungu kwenye biashara zao ni yapi. Ndipo ambapo Mungu anaachilia maufunuo na mafanikio yamefungwa kwenye ufunuo wa Mungu. Ili wito wako uwe na matokeo, unahitaji ufunuo wa Mungu, na ili ufunuo wa Mungu ushuke, lazima uyaishi mapenzi yake. Amen. Ili ufanikiwe kwenye eneo lolote la kimaisha, unahitaji ufunuo wa Mungu, kwa sababu yeye alikujua kabla ya kuzaliwa, anajua mwisho wako tangu mwanzo wako. Sasa kama unataka uishi maisha ya ushindi katika hayo maisha unayoyaishi, msikilizaji au mtazamaji wa hii video, ni kwamba ya kupasa mmoja, upate ufunuo wa Mungu, na ili Mungu aachilie ufunuo wake specifically, jiwekeze kwenye mapenzi yake. Ukitoka nje ya mapenzi yake, Mungu hawezi kuachilia ufunuo ambao uko nje ya mapenzi yake. Ili Mungu akupe ufunuo wenye matokeo, wenye ushindi, lazima akupe in a specific in his will. Bila hivyo itakuwa unachelewa, unajichelewesha. Unaomba unasema wachawi wanakuloga, unaomba unasema unalogwa, unateseka, shetani ya kushinda. Kumbe ndugu yangu, umekosea kitu kimoja. You need to know the will of God specifically as an individual, as a person. Sit down, kaa chini, tafakari, jua mapenzi ya Mungu ni yapi kwako, alafu muombe Mungu aachilie ufunuo wake kwenye hayo mapenzi yake ndani ya wito wako. Utaona unavyofanya vitu ambavyo utawashangaza watu. Watasema hakika au kusoma, lakini ni mfanyabiashara mkubwa. Hakika huyu mtumishi wa Mungu ametoka maisha ya dunia, ametoka familia ya kimaskini, lakini anaponya watu, lakini anaokoa watu, lakini hekima kupita viumbe vyote. Kwa sababu gani? Umesimama katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu specifically kwenye wito wako. Hebu tusome Yohana 12 mstari wa 49. Niweke msisitizo hapa. Anasema, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe
ameniagiza nitakayoyanena na nitakayoyasema. Yesu akusema neno lolote isipokuwa alimsikia baba yake, na baba yake aliongea kwa sababu Yesu alisimamia, aliliishi kusudi lake ambayo ndio mapenzi ya baba yake. Nikuulize mtazamaji, nikuulize mpendwa, unayoyaishi hayo ni mapenzi ya Mungu? Je, hiyo biashara unayoifanya ni mapenzi ya Mungu? Je, hiyo ndoa uliopo sasa ni mapenzi ya Mungu? Je, hiyo huduma unayoifanya ni mapenzi ya Mungu au ni mapenzi yako? Kama ni mapenzi ya Mungu, uwe na uhakika Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu ataachilia ufunuo wake kwenye huduma yako. Mungu ataachilia ufunuo wake kwenye uchumi wako, kwenye biashara zako, kwenye ndoa yako. Lakini kama ni mapenzi yako binafsi, ukae ukijua hauwezi kupata ufunuo wa Mungu. This is a calling. Huu ni wito wangu kwako kwamba anza kurudi nyuma, haujachelewa bado. Yoyote unayetazama hii video mpendwa, haujachelewa bado. Kaa chini, anza kufikiria kwamba hayo maisha unayoishi ni mapenzi ya Mungu. Kama sio mapenzi ya Mungu, nenda kamuulize Mungu, ni mapenzi yapi ambayo umekusudia mimi niyaishi hapa duniani, ambayo ninataka na mimi nisikie sauti yako kama mwanao Yesu alivyosikia. Mungu, wewe sio mpendeleaji. Wewe ni Mungu ambaye uliniumba kwa mfano wako na kwa sura yako, naye Mungu ni mwaminifu, atashusha ufunuo wake na utayaishi mapenzi yake kwa ushindi na mafanikio makubwa. Amina. Amina. Sasa pointi ya pili, mambo utakayoyapata baada ya kuishi kuyaishi na kutimiza mapenzi ya Mungu. Jambo la pili, Mungu hata kuacha wakati wowote. Uwepo wa Mungu utakuwa sehemu ya maisha yako. Yoyote yule ambaye anayaishi mapenzi ya Mungu, Mungu hajawahi kumwacha, Mungu hajawahi kumtupa. Uwepo wa Mungu siku zote unazunguka maisha yake. Uwepo wa Mungu siku zote unatawala maisha yake. Hebu naomba tusome moja kwa moja kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 29 pale mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, naye alimpeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote mapenzi yake. Huyu ni nani? Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwepo, alisimama pamoja na Mungu, na Mungu hakuweza kumwacha, na Mungu hakuweza kumkimbia, kwa sababu yoyote yule ambaye amejifunika katika mapenzi ya Mungu amejifunika kwenye uwepo wa Mungu, na yoyote yule ambaye amejifunika kwenye uwepo wa Mungu amejifunika kwenye baraka, amejifunika kwenye neema, amejifunika kwenye ushindi. Sasa nikuulize msikilizaji au mtazamaji mpendwa, katika jina la Yesu, hapo ulipo ni mapenzi ya Mungu? Na kama ni mapenzi ya Mungu, je, uwepo wa Mungu upo kwenye maisha yako? This is the question you need to asking yourself. Just having you need to have time to assess yourself. You need to sit down sometime, to stay alone, to stretch up your mind and finding out the life that you're living is a life pleasing God, is the life that is containing the pattern of the will of God, or is the life that contain your will? That is the question you need to asking yourself, kwa sababu ni muhimu sana kuyaishi maisha ambayo yamefungwa ndani ya mapenzi ya Mungu, kwa sababu palipo na mapenzi ya Mungu pana Mungu. Ambapo hapana mapenzi ya Mungu, Mungu hawezi kukaa hapo. Naomba nitumie mfano wa watu mbalimbali ambao walitimiza mapenzi ya Mungu na Mungu alikuwa pamoja nao, na waliyaishi maisha ya baraka na ushindi katika kila nyakati. Nyakati za changamoto Mungu alikuwa pamoja nao, wakati wa ushindi Mungu alikuwa pamoja nao, wakati wa baraka Mungu alikuwa pamoja nao. Namba moja, tumzungumzie Yusufu. Tukisoma kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2 na wa 3, neno la Mungu linasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Kumbe tunagundua kwamba palipo na Mungu pana ustawi. Licha ya wewe ukitupwa jangwani, lakini kama Mungu yuko pamoja nawe, chemchemu za maji ya uzima zitatoka, zitafulika, zitaleta mito. Popote palipo na Mungu pana ushindi, pana kustawi. Neno la Mungu linaendelea kusema, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Mstari wa 3, bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye,
naye kuwa Bwana anamfanikisha mambo yake mikononi mwake. Kumbe Yusufu akufanikiwa kwa juhudi zake. Yusufu akupata kibali kwa nyumba ya Potifa kwa juhudi zake, ila alipata kibali kwa sababu ya uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ulizaliwa kwa sababu ya Yusufu kusimama katikati ya mapenzi ya Mungu. Hebu simama leo ndugu yangu, umeteseka vya kutosha, hayo magonjwa yamekutesa vya kutosha, huo umaskini umekutesha vya kutosha, hizo dhambi zimekutesa vya kutosha. Anza kuwa na kiu ya kutafuta mapenzi ya Mungu katika kila eneo la maisha yako. Utaona uwepo wa Mungu ukikukimbilia, utaona uwepo wa Mungu ukikuzunguka, na uwepo wa Mungu ukikuzunguka, kama Yusufu alistawi, nawe utastawi. Kama Yusufu alipata kibali, nawe utapata kibali. Kama Yusufu alifanikiwa katika mambo yake yote, licha ya kutupwa gerezani, lakini alipata heshima, na kule gerezani ndiko kulikuwa ni njia yake ya kwenda ikulu. Na kama ilikuwa hivyo kwa sababu ya uwepo wa Bwana na iliyofungwa ndani ya mapenzi ya Mungu, uwe na uhakika katika hiyo shida uwepo wa Mungu utakutoa, katika hayo magonjwa uwepo wa Mungu utakutoa, katika hizo ziki uwepo wa Mungu utakutoa. Haleluya, haleluya. Twende pointi ya pili. Tunatumia mfano wa Ezekia, kitabu cha Wafalme wa Pili mstari wa 18, sura ya 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata. Huyu mfalme Ezekia alimng'ang'ania Bwana. Ni ving'ang'anizi katika mambo ya kiungu, kuwa king'ang'anizi katika kushika pindo la Bwana. Haijalishi umelala njaa, sema Bwana, hii njaa itanitenganisha na wewe. Haijalishi umetengwa, haijalishi umefukuzwa kazi, sema Bwana, nimefukuzwa kazi, ila sijafukuzwa kwenye mapenzi yako, ila sijafukuzwa kwenye ufalme wako. Kiu yangu ni kutafuta mapenzi yako. Ndio, ni kweli umefukuzwa kazi kwa sababu umeokoka. Ndio, ni kweli ndoa yako inasumbua kwa sababu umeokoka, lakini usimwache Bwana kwa sababu ya ndoa. Ni bora uache vyote kwa sababu ya Bwana, kwa sababu ukiacha vyote kwa sababu ya Bwana, Bwana atakupa vilivyo bora zaidi. Haleluya, haleluya. Mfalme Ezekia anasema, maana alishikamana na Bwana, hakumwacha kumfuata, bali alizishika amri zake za Bwana alizomwamuru Musa. Mstari wa 7, naye Bwana akawa pamoja naye, kila alikokwenda alifanikiwa. Tena alimwasi mfalme Ashuru, wala hakumtumikia. Sikia mpendwa, nyakati tofauti Yusufu alistawi, Yusufu alipata kibali. The thing happened to mfalme Ezekia. Alistawi na alifanikiwa kwa sababu ile aliyaishi mapenzi ya Mungu, na kuyaishi mapenzi ya Mungu ndiko kukavuta uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ulipokuja, kulikuja na kustawi, kulikuja na kubarikiwa, kulikuja na kuneemeka. Nawe pia Mungu wa Yusufu, Mungu wa Ezekia ni Mungu wako wewe mama, ni Mungu wako wewe dada, ni Mungu wako wewe kijana, wewe dada. Nikupe habari njema kwamba tafuta kuyaishi mapenzi ya Mungu, tafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kibinafsi, na kibinafsi ndipo ambapo Bwana uwepo wake utakuzingira, baraka zake zitakuzingira, mvua ya utukufu itakunyeshea daima na milele. Haleluya, haleluya. Kama alivyofanya kwa Yusufu, kama alivyofanya kwa Ezekia, atafanya na kwako leo. Haleluya. Na mfano wa 3 ni kutoka kwa Yakobo. Hawa ni watu ambao walikuwa katika vizazi tofauti tofauti. Mwanzo 30 mstari wa 27, neno la Mungu linasema, Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, maana nimetambua ya kuwa Bwana amenibariki kwa ajili yako. Sasa hapa tunarudia tena ile kwamba palipo na Bwana pana baraka, na palipo na Bwana panavutwa na uwepo wa mapenzi yake. Ni kiu tu. Ni sawa na maisha ya kawaida. Mtu yeyote ambaye utafanya mapenzi yake utamvutia, utamfanya akupe tension ya muda wake, utafanya akupe tension ya mali zake. Ndivyo ilivyo kwa Yesu. The more ambavyo unafanya mapenzi yake, the more ambavyo unakimbilia mapenzi yake, the more ambavyo unachochewa
kuyatimiza mapenzi yake na kuua mapenzi yako, uwe na uhakika utafanikiwa, utabarikiwa, utastawi na kibali chake kitakuwa juu yako. Utawapendeza wanadamu na utampendeza yeye, kwa sababu chochote utakachokifanya ambacho kina misingi ya mapenzi ya Mungu kimefungwa na baraka kwa wanadamu na kimefungwa na baraka kwa Bwana. Sijazungumzia kuhusu Ibrahimu, sijamzungumzia hapa kuhusu Musa, sijamzungumzia kuhusu Daudi, sijamzungumzia kuhusu sijamzungumzia kuhusu Elia, Elisha. Hawa wote waliyafanya mapenzi ya Mungu. Shadraka, Meshaki na Abednego, hawa wote waliyafanya mapenzi ya Mungu na uwepo wa Mungu ukawa maishani mwao. Nawe pia anza kutafuta mapenzi ya Mungu, uanze kuona nuru, uanze kuona baraka, uanze kuona mpenyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Na pointi nyingine, na utakapofanya mapenzi ya Mungu, ni jambo gani utalipata? Kujibiwa maombi yako kwa urahisi zaidi. Watu wengi mnaomba, ndiyo ni kweli, mnaomba masaa mengi, ni watu kweli mnanena kwa lugha, ni watu kweli mnaishi maisha ya matakatifu, lakini kuna vitu personal hamjayaishi mapenzi ya Mungu kikamilifu. Ndio maana mnaomba hamjibiwi. Ni kweli mnaomba sana lakini hamjibiwi. Ni kweli mnaomba kwa vifungu vya neno lakini hamjibiwi, kwa sababu maisha yenu yako nje ya mapenzi ya Mungu. Kuna watu mnaomba lakini mnaishi maisha dhambi. Kuna watu mnaomba lakini mna vinyongo, mna chuki, mna wivu. Mwenzako akifanikiwa kidogo roho inauma, hautaki wengine wafanikiwe, wewe ndio ufanikiwe. Sikia nikupe habari njema mpendwa, tafuta kuyajua mapenzi ya Mungu, tafuta kuyaishi mapenzi ya Mungu na maombi yako yajibiwe kirahisi. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 5, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na 15. Naomba nifunue Biblia yangu, naenda kumalizia baradu shatamaya. Mstari wa 14 inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Sikia nikupe habari njema mpendwa, Mungu anaweza kuwa amekuumba wewe uje kuwa mwalimu, alafu unang'ang'ania kuwa dokta. Ukiishi maisha ya udokta na ukawa unaomba Mungu akupe kazi kwenye udokta, ni mapenzi yako au ni mapenzi ya Mungu? Mungu atajibu hayo maombi? Jibu ni hapana. Wewe umeitwa kuwa mtumishi wa Mungu, alafu unang'ang'ania kufanya kazi, unang'ang'ania uinjinia, unang'ang'ania udaktari, unang'ang'ania ufanye kazi za labda udereva, ufanye kazi za biashara. Je, unahisi kwamba ukienda kumwomba Mungu akufanikishe kwenye hiyo biashara atakufanikisha? Jibu is impossible. It can't happen. Kwa sababu gani? Unaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yamekusudia wewe uwe mtumishi wake. Kama utayaishi maisha ya utumishi na ukaomba sawa sawa na utumishi, ukaomba sawa sawa na wito wako, uwe na uhakika utajibiwa kwa urahisi. Watu wengi hamjibiwi. Watu wengi mnaomba mali, watu wengi mnaomba fedha, lakini Mungu anaachilia fedha zake sawa sawa na mapenzi yake kwenye wito wako. Mungu hawezi kukupa hela ukatumia kwenye mapenzi yako binafsi. Hapana, anajua mwanangu utaenda kuangamia. Ni bora ubaki hivyo hivyo unateseka, ingali utaishi maisha marefu mpaka utakapolijua kusudi la Mungu, ndipo ambapo akupe fedha, kuliko akakupa fedha sasa hivi nje ya mapenzi yake, utaangamia. Ni sawa na mtoto mdogo ambaye hajui sheria za barabarani na hana uzoefu mzuri wa kuendesha gari. Unampa funguo ukaendeshe gari, una maana haumpendi yule mtoto, unataka ukammalize. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Ili uwe salama, lazima maombi yako yajibiwe sawa sawa na mapenzi yake, kwa sababu ndani ya mapenzi yake kuna usalama, ndani ya mapenzi yake kuna ulinzi. Tafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwako ili uombe sawa sawa na mapenzi yake. Kama wewe unajua umeitwa kuwa na huduma, anza kuomba sawa sawa na wito wako. Kama umeitwa kuwa mfanyabiashara, anza kuomba sawa sawa na biashara ulioitiwa. Kama umeitwa kuwa mtu wa aina fulani, labda mwanajeshi, labda mwalimu, labda mkurugenzi, labda mbunge, labda rais, anza kuomba sawa sawa na wito wako. Usipoomba sawa sawa na wito wako, ni sawa sawa na kazi bure, you waste your time. Je, unajua mapenzi ya Mungu sasa hivi yanataka wewe uombe nini? This is the question na kuachia.
Anza kutafuta mapenzi ya Mungu, nipo penye ushindi wako, nipo penye baraka zako. Na kushukuru kwa kunisikiliza, na kushukuru kwa kunitazama. Mungu akubariki, na nakuombea neema upate kuyajua mapenzi ya Mungu na uyaishi wewe na familia yako mapenzi ya Mungu daima na milele. Amen.